Huu ni msikiti wa Maabani ambao ulikuwa ndo msikiti mkuu wa Songo Mnala kwa wakati huo. Haya mandhari yote unayaona, hili ni jengo kubwa moja ambalo linaonyesha nyumba ya mwalimu na madrasa, na huu ndo msikiti mkuu wa wakati huo wa eneo hili la Songo Mnala. Kama kwa hakika ndani ya wilaya ya Kilwa na mkoa wetu wa Lindi kwa ujumla tuna rasilimali kubwa sana ya utalii. Kuna mali nyingi sana za utalii. Kwa upande wangu, kwa mimi ni mtalii wa ndani ambaye ni Mtanzania ambaye nimetokea pande plot kuja kufanya utalii wa ndani, na wenzangu tuko watu kama 8 hivi tumekuja kufanya utalii wa ndani. Lakini leo tumejifunza vitu ambavyo kwa hakika ama kweli historia inahitaji na itunzwe kwa mazingira haya tuliyoyaona leo ya Songo Mnala. Maana tunaambiwa mji huu ulikuwa unaishi watu zaidi ya miaka 800 iliyopita, kwa bimaana tangu makarne na makarne hiyo iliyopita. Ni miongoni mwa miji ambayo ya kihistoria duniani ambayo ipo mpaka sasa. Naomba sana wilaya yetu ya Kilwa na mkoa wetu wa Lindi kwa ujumla tuitunze hii historia. Ni historia ambayo kwa ukweli kabisa duniani kwa sasa huwezi kuipata sehemu nyingine zaidi ya kupata hapa Songo Mnala ndani ya wilaya ya Kilwa, kata ya Pande. Hii ni historia ni kubwa sana. Tumeiona mazingira, tumeona miji ambayo kihistoria tumetembea, lakini kwa mji huu tumejifunza kitu ambacho kiukweli kabisa tumejifunza vitu vya msingi sana. Huu ni msikiti mkuu kabisa unaitwa msikiti wa Maabadi. Wakati huo wa utawala wa sultani huyo ambaye alitawala hii Kilwa Kisiwani, Songo Mnala na Kilwa Kisiwani wake kwa ujumla wake. Ama kwa hakika Mungu hatuweki sana. Karibuni sana watalii, karibuni sana watu kokote duniani mliko kuwepo, tuje kutembelea Songo Mnala, Songo ambayo kiukweli mazingira yake ni mazuri sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Hassan ambao Mtalika, manake nipo hapa Songo Mnala.